Nimebaki na Mungu peke yangu, ila wamezulumu uhai wa kakaangu. Hajawahi kuwa na changamoto na mtu, alikuwa ni mtu anayependa kusaidia sana wengine. Nimefika eneo la tukio kwa bahati nzuri tu, ile naingia na askari wanaingia, kwa hiyo tukawa tumefungua geti. Sisi tulipanda na mwenyekiti mpaka pale juu, lakini hatukuona chochote zaidi ya kuona mwili wakati unatolewa. Mtazamaji, jina langu naitwa Alphonse Kusaga, mwandishi wa Wananchi. Leo ni tarehe 20 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Hapa ni katika mtaa wa Njavutian, kata Sinoni, jijini Arusha. Tumekuja kuripoti taarifa ya kifo cha Agustino Mweta maarufu kama Ticha. Amefariki dunia baada ya kuuawa maeneo ya mtaa wa mita 200 kata Kaloleni, jijini Arusha siku ya jana majira ya saa 4. Mwili wake ulikutwa na mlinzi katika nyumba ambayo anaishi. Mujibu wa mwenyekiti wa mtaa wa mita 200, anasema kwamba alipigiwa simu na mjumbe wake kwamba kuna maiti ya mtu iko ndani, na wakatoa taarifa polisi, kisha polisi wakaja kuchukua mwili huo na kwenda kuhifadhi katika chumba cha kuhifadhia maiti. Akizungumza na Kusaga TV, Pesi Mwita, dada wa marehemu, ameeleza kwamba tukio hilo limemuumiza kwa sababu ni kaka yake peke yake ambaye mtu aliyetenda kitendo hicho cha mauaji amemkatili uhai wake. Amesema kwamba alimkuta kaka yake akiwa amekatwa shingo, lakini vile vile akiwa amechomwa kisu maeneo ya tumboni, huku tumbo ukiwa unaonekana, lakini alikuwa amefunikwa na shuka jeupe baada ya muuaji huyo kutenda unyama huo. Kwa sasa msiba uko katika mtaa wa Njavutian ambako ndiko ilikuwa sehemu ya biashara ya Agustino ama Ticha, lakini kiasili eneo hili ni eneo alikozaliwa na wazazi wake, lakini wazazi wake walifariki dunia na wakabaki wawili, yeye pamoja na dada yake ambaye tumezungumza naye, akisema kwamba hapa kwa sababu ndio kuna asili ya nyumbani walikozaliwa, basi msiba uko hapa ambako kuna ofisi yao inaitwa Ributi Lounge. Paris Henry Mweta ni dada wa marehemu ambao ndo wamiliki wa Ributi 1 and 2. Siku ya tukio ambapo ni jana, nilipigiwa simu muda wa saa 3 usiku nikipewa taarifa kwamba kuna hali ya sintofahamu nyumbani kwa ndugu yangu anakoishi Yanzini. Nikatoka na kwenda kujua nini kinachoendelea, ila nilipofika nilikuta jeshi la polisi likiwa linaendelea kazi yake. Alitoka kazini kwake muda wa saa 10 ama saa 11 alfajiri. Kuna kijana ambaye alifika ofisini, lakini sura yake sio inayofahamika kwa kuzoeleka na watu wengi, hatumfahamu. Alimwacha ofisini na alivyoondoka ikafika muda wa majira ya saa 2 kwenda saa 3 asubuhi, akauliza kama yule kijana kama yuko pale, akaambiwa amejikunyata pale ofisini. Akasema kama amekosa pa kwenda aende akapumzike nyumbani. Akapewa na maelekezo ya mpaka namna ya kufika, na akachukuliwa na usafiri wa Toyo ukampeleka nyumbani kwa kaka yangu ambapo ni Elboro. Baada ya muda wa mchana, mlinzi alisema aliona mtu akishuka na mabegi mawili, lakini hakuhisi hali ya sintofahamu kwa sababu mida hiyo huwa ndo mida ambayo pia brother anafanya movement za kutoka kwenda ofisini. Lakini ilipofika mpaka wakati wa jioni, chumba chake ndani kwake kulikuwa giza, lakini mlango upo wazi. Mlinzi akaita kama kumjulia hali, lakini akapokelewa na damu kuanzia sebleni, na kufika chumbani ndo akakuta
ndugu yangu akiwa amechinjwa kinyama na amezulumiwa uhai wake. Ninachoomba jeshi la polisi litusaidie apatikane aliyezulumu uhai wake, kwa sababu hakuwahi kuwa na changamoto na mtu yeyote. Hakuwahi. Alikuwa ni mtu wa watu, anaongea na kila mtu, anacheka na kila mtu, na ni mtu alisaidia wengi sana. Kwa vijana ambao mimi nawajua wamepita mikononi mwake hapa nyumbani kwetu karibu 20. Ilikuwa ukisema huna pa kulala, atakwambia karibu nyumbani, hesabu hapa ni nyumbani. Ndio maisha aliyoishi Agustino. Agustino, tumefika pale ambapo alikuwa anaishi. Ile nyumba inaonekana ni nyumba ya wapangaji, lakini anakaa gorofani kabisa, gorofa ya mwisho. Huyu mlinzi yeye alifahamuje na mazingira gani aliashiria kwamba huenda kuna hali ya sintofahamu? Anasema yeye wakati wa usiku huwa kila mmoja ana separate mita yake, lakini alichoshangaa ni alikuwa anaona kwenye mlango wa braza giza, lakini akaona kama mlango upo wazi na sio hali ya kawaida, na ndio hali ilipomtia wasiwasi, kama vile kuangalia kugusa mlango, akashangaa kuna mlango upo wazi, kwamba ulikuwa umeachwa wazi haujafungwa. Kwa hiyo ndipo alipomtaarifu mwenye nyumba, na mwenye nyumba akanipigia simu. Ndio. Amejeruhiwa zaidi maeneo gani ambayo hayo ndio alipelekea yeye kufa? Alijeruhiwa maeneo ya tumboni, ambapo mpaka tumekuta yani alikuwa anajitetea kama kashikilia, yani kurudisha, tuseme kama utumbo ulikuwa nje. Utumbo ulikuwa nje, lakini inavyoonekana kwenye hali ile ya kujitetea, kitaka kama kukimbia, ndipo huyo aliyefanya tukio akammalizia kwa kumchinja, kwa kuona kama vile ni mtu ambaye anaweza kupona, kama vile alikuwa anakimbilia nje. Kwa hiyo hata eneo alilofia ni karibia na sebuleni, eneo la kuelekea nje, ambapo ndo damu nyingi zilipomwagika, na baada ya hapo ndo akamburuta kumpeleka chumbani na kumfunika. Shingoni amekata shingo yote? Amekatwa almost shingo yote, japokuwa haijatoka, ila kutoka mwanzo wa shingo mpaka mwisho wa shingo. Kila aliyekuwa anamjua Agustino alikuwa ni mtu mwenye upendo, alikuwa ana huruma. Ukija na chochote cha kwako, ukija umekwama, ukija una shida, yuko radhi atakukopea hata hela mali akusaidie shida yako. Kwa hiyo hata tunaamini huyo aliye mzuri alikuwa ni mmoja mtu ambaye labda alikuwa amemsaidia, lakini msaada ukageuka kuwa mauaji yake. Huyu kijana mnamfahamu jina lake? Hapana. Na kazini pale aliletwa na nani? Alikuja mwenyewe kama mtu anayepita, yani anayemfahamu, yani kama vile mtu apite hapa ananijua, asema ngoja nipite nimsalimie sister, na ndio hivyo alipita kama kumsalimia, lakini akamueleza nadhani changamoto zake, akabaki pale mpaka alfajiri ile, na alipoona hana pa kwenda akamwambia njoo nyumbani pumzike. Alipiga simu ya kijana ambaye anakuwa na usimamizi wa pale ofisini. Kwa ngapi kwenye familia? Na kaka yako labda ameacha mke na watoto? Kwa hiyo familia tulikuwa tumebaki wawili. Wazazi wetu wote walishatangulia mbele ya haki. Kwa hiyo tulibaki mimi na yeye. Yeye alikuwa mimi na mimi nilikuwa yeye. Ila alibahatika kwa watoto ambao mimi nawafahamu, ana watoto wawili japokuwa na wazazi tofauti wa kiume.
mmoja ana kama miaka 5 kwenda 6 na mwingine na miezi 10. Umebaki peke yako? Nimebaki peke yangu, nimebaki na Mungu peke yangu, ila wamezulumu hai wa kakaangu. Hajawahi kuwa na changamoto na mtu, alikuwa ni mtu anayependa kusaidia sana wengine. Tunasubiri ndugu watoke pande mbalimbali, wao ndo watasema Agustino atapumzishwa wapi. Kwa hiyo tutatoa taarifa kwamba Agustino atapumzishwa lini, baada ya wazee kukaa vikao na kujua anapumzishwa wapi. Kwa ambaye ni mgeni, kwa sababu Agustino anafahamika, msiba uko maeneo gani mtu anataka kufika sasa? Msiba uko palipokuwa nyumbani ambapo ni Ributi 1, ndipo msiba unapoendelea maeneo ya Shinda kama unaenda Uswahilini. Jina mimi naitwa Fatina Hussein, ni mjumbe wa serikali ya mtaa wa Kaloleni mita 200. Jana kwenye mida ya saa 4 usiku nilipigiwa simu na mwenye nyumba Chale. Akaniambia, balozi, naomba uende pale kwangu. Mlinzi ananiambia kwamba kuna mtu yuko ndani, yuko chini amelala na damu zimetapakaa. Basi mimi nikampigia mwenyekiti simu saa ile ile. Mwenyekiti akaniambia niko mbali kidogo, lakini hebu tafuta mtu uende naye hapo. Alafu kishafika hapo utaniambia nini kinaendelea. Basi kikweli mimi nilimpigia mtoto wangu Hussein, mtoto wangu. Nikampigia na mjumbe mwingine Charles Semboni. Wakaniambia tusubiri, walipokuja tukaja mpaka hapa. Kufika mpaka hapa, kwetu tumefika hapa tujakaa muda mrefu. Tukamkuta Naumu ameshafika. Naumu akawa ameshapiga simu kituo cha polisi. Kwa hiyo tumekaa kama dakika hata 15 hazijafika, gari ya polisi kama imeshafika. Kwa hiyo tukaingia ndani, lakini sisi hatukuenda juu walipanda maaskari wenyewe. Kwa hiyo sisi tulikaa hapo chini, maaskari wakafanya shughuli zao. Walivomaliza sisi tulipanda na mwenyekiti mpaka pale juu, lakini hatukuona chochote zaidi ya kuona mwili wakati unatolewa. Imetuumiza kwa sababu kwanza tunaona binadamu wamekuwa kama hata wanyama wanafadhali. Wamekuwa na roho ngumu kiasi ambacho inatisha. Sio kiasi cha kumtoa mwenzako roho, ni kitu ambacho kimoja kinasikitisha sana. Hata kama amekukosea nini, lakini hakuna sababu inayofanya umtoe mwenzako uhai wake. Kwa jina naitwa Donald James Boya, ni mwenyekiti wa mtaa mita 200 kata ya Kaloleni. Majira ya saa 4 jana usiku nilipata taarifa kutoka kwa mjumbe wangu ambaye anaitwa Fatina Hussein. Akaniambia, mwenyekiti, kuna simu sio nzuri nimepigiwa kwenye nyumba za jirani yetu hapa, ambaye anaitwa ndugu Chale Molele mwenye nyumba. Basi nilikuwa mbali kidogo, nikamwambia wewe nenda kaangalia kama kuna nini, alafu utajulisha. Kweli alifika, akaniambia mambo ni mazito, kabidi nichukue bora nije kwenye eneo la tukio. Nimefika eneo la tukio, kwa bahati nzuri tu ile naingia na askari wanaingia. Kwa hiyo tukawa tumefungua geti, tukabaki nje, askari wakaingia. Alikuwa ni Mr. Afandi Maita walikuwepo na jopo lake. Kwa akatuambia tubaki hapa chini, wakapanda gorofani huko kama kazi yao, sababu sisi hatuwezi kuingilia. Wakafanya kazi yao, baadaye wakatuita, wakatuambia kwamba mwenyekiti njoo. Tukaenda kwa hiyo kuangalia chumba kile, kuna damu imetapakaa kwenye chumba pale. Basi wakawa wanamtoa marehemu, ameshafunga na nguo zake, kamweza kwenye gari. Sisi tulichokifanya na mheshimiwa afande ni kuambia wale, sababu kuna wapangaji, hii nyumba ni za wapangaji, kuambia tu kuna hali sio nzuri tutokea hapa, kwa watu wakae kwa utulivu. Tukatoka tukaenda central kwenda kuandika maelezo. Majira ya saa 4 damu ilikuwa imeshaanza kukauka. Kwa hiyo maana kitu cha ajabu kilikuwa imeshafika labda kwenye saa muda mwingi, sio muda huo. Kwa hiyo basi taarifa hizo tulizipata tayari mwili umeshapoa. Kwa hiyo maana ile damu ilikuwa tayari imeshakauka. Na kwa bahati mbaya sana sikuingia kwenye chumba ambapo nini ajali hiyo ilitokea. Wito kwa wananchi wa mtaa mita 200 especially kata nzima, tungeomba wenye nyumba wanapoleta wapangaji wajitahidi wajiandikishe kwenye ofisi ya mwenyekiti. Tutakuwa tumetambua, sababu kama wao tungekuwa tumetambua ingekuwa rahisi sana. Ingekuja ingesema kwamba niko nyumba namba fulani na mbaki asibu tunaandika, inakuwa ni rahisi. Na tungejua kwamba kule ndani wanakaa nani.
hata kwa polisi ingekuwa jambo rahisi. Lakini sasa hivi hatuwezi kujua kwamba alikuwa na nani. Mpaka sasa hivi hata yuko ndani, sasa hivi hatuwatambui.